Habari za leo, mimi naitwa Hussein Simba, ni mkuu wa masoko Azam Pesa. Leo tupo pamoja na MBC kuzindua product yetu mpya ambayo inaitwa Jiwekeze. Jiwekeze ni bidhaa ya kidijitali ambayo inawaruhusu Watanzania kuweza kufungua au kujiunga kwenye kikundi cha kikoba. Wapi wanaweza wakawekeza fedha zao na zikawapatia faida ambayo inafuata sheria za Kiislamu, kwa maanisha sio riba, ambao wanaweza kukua pesa zao na kupata na kuweka akiba zao kwenye mfumo wa kidijitali kupitia Azam Pesa. Azam Pesa ni kwa ufupi application ambayo inawaruhusu Watanzania kuweza kufanya miamala ya simu kama vile mitandao yote mingine bila kuhitaji line ya simu au sim card. Wapi wanaweza wakatuma pesa, kutoa pesa, kufanya miamala mbalimbali mingine, kulipia tiketi, kuweza kulipa bili za maji, umeme, luku, tukuza, DAWASA na mbalimbali mingine kupitia simu zao. Product hii ya Jiwekeze tumeweka kidijitali zaidi kuweza kuwarahisishia Watanzania kuweza kufanya miamala mbalimbali na kuweza kutumia simu zao kama njia ya kuweka akiba na kukuza maisha yao na biashara zao, au kuweka tu akiba za kibinafsi za kikundi. Azam Pesa imeungana na MBC kwenye hili jambo kwa sababu ni benki ambayo ina misimamo mizuri na inaweza kutusaidia sisi na wateja wetu kuweza kufanikisha malengo yao ya kifedha. Uzuri wa Azam Pesa na hii product ya Jiwekeze ni kwamba wateja wanaweza wakajiunga kwenye hivi vikundi au kufungua kikundi chao kupitia mfumo wa kidijitali, kwa maanisha application ya Azam Pesa, au wanaweza kutumia mfumo wa USSD. Wapi wanaweza kupiga *150*08 alama ya reli na kufungua au kujiunga kwenye hizi vikundi au kufungua kikundi kipya. Yes, mimi naitwa Sylvester Nsabi, ni mkurugenzi wa fedha wa Azam Pesa. Nimeungana na wenzangu kuelezea zaidi kuhusu hii product yetu mpya ambayo tumeungana na MBC ya Jiwekeze, na kikubwa ni kwamba hii product yetu ya group saving ya Jiwekeze inafuata ni sharia compliance. Nini maana nikisema sharia compliance? Maana yake ni kwamba product hii inafuata misingi ya sharia. Maana yake mapato yote yanayotokana na investment ambazo hawa wana kikundi watafanya, mapato watakuwa wanagawana faida na sio riba. Upande wangu mimi kama mkurugenzi wa fedha naalika watu wote kuweza kufungua kujiunga na hii product, na tunawahakikishia tutafuata trust account zetu zote ambazo pesa hizi zinawekwa, zote zipo kwenye trust account ambazo ziko kisheria na zinafuata sheria compliance. Kwa hiyo nawaalika watu wote kwa ajili ya kuweza kujiunga na hii service ili waweze kupata faida na investment zao zote. We are taking care of all of the money in sharia compliance, hususan kipindi hichi cha mfungo wa Ramadhani. Kwa tunawaalika watu wote na wengine kwamba wajiunge na hii product ili tuweze kuendeleza taifa letu na Tanzania. Asante. Kwa jina najulikana kama Elibariki Masuke Ogwa, ni mkurugenzi wa retail banking wa benki MBC. Tuko hapa leo kutambulisha huduma ambayo sisi MBC na wenzetu wa Azam Pesa tumeileta kwenu Wazanzibari kwa njia moja tu ya kuongeza wigo wa kutoa huduma hizi za kifedha kwa wananchi wa Zanzibari. Niwashukuru sana Azam kutuchagua sisi MBC kuwa pamoja katika huduma hii, maana inazidi kuthibitisha kwamba tukiungana pamoja Azam Pesa pamoja na MBC inaweza kuja na kitu ambacho kinaweza kuwa ni cha faida kubwa sana kwa Tanzania. Hii huduma yetu inaongeza financial inclusion, ujumuishaji wa watu wote katika huduma za kifedha. Hii huduma inalenga kuwasaidia wale wanaotaka kuwekeza kwa njia ya vikundi katika sheria ya Kiislamu, yani kwa mwongozo, kufuata
maadili na sheria za Kiislamu kama alivyosema mkurugenzi wa fedha hapa. Sisi kama NBC tuna kitengo maalum ambacho kinafuata sheria hizo katika uwekezaji wetu wa kifedha. Kwa hiyo tumeungana na wenzetu hawa kuwa kama ni benka katika hii huduma, na hii inathibitisha kwamba unaweza kusema Azam anafanyaje mambo ya pesa, lakini hapa nyuma ya Azam Pesa kuna NBC ambaye ni benki thabiti kabisa katika masuala ya kifedha. Tuna uzoefu mkubwa. Kwa hiyo niwahakikisheni huduma hii ni salama, kwa maana ya kwamba security wise imekizi viwango vyote vya kiutoaji wa huduma za kifedha, na itakuwa chini vile vile ya uangalizi hata wa Bank of Tanzania. Wataweza kukagua na kutuangalia kweli tunafuata misingi ya sheria compliant, kwa maana sheria ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo Watanzania na Wazanzibari niwakaribisheni sana kutumia huduma hii. Wameshasema ni rahisi sana, sababu kidownload ile Azam Pesa ile app utaweza kujiunga mwenyewe au kufungua kikundi na kuanza kuchangia kidogo kidogo kabisa, ili kuweza kufikia malengo ambayo wanataka kujiwekea kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo ni huduma ambayo iko salama, kwa maana ya kwamba imekizi vigezo vyote ambazo vya kifedha, lakini vinavyofuata masharti ya Kiislamu, lakini imeleta watu wengi. Maana tunazungumzia hivi ni vikundi vile vidogo vidogo kabisa, vikoba, mnaruhusiwa kuja kuanza kujiunga na hii app ya Azam Pesa ili kuweza kufungua hivyo vikundi, lakini hata wale ambao mna vikundi mnaweza kuanza kuitumia application hii na kuanza kujiwekea hizo pesa kidogo kidogo. Kwa hiyo niwakaribisheni sana, ni sehemu sahihi kuweka pesa zako. Karibuni sana Wazanzibari, karibuni kuhudumia. NBC tuko pamoja. Asante sana. Habari za jioni, habari za leo. Naitwa Caroline Salija, ni manager ushirikiano kutoka benki ya NBC, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzindua product ambayo imetengenezwa kutokana na ushirikiano kati ya NBC na Azam Pesa, na ushirikiano huu kwa Kiswahili in another way tunaweza kusema ni partnership, na ushirikiano huu umejengwa kuzingatia misingi ya dini ya Kiislamu kwa kufuata sharia compliance laws kwa ajili ya kuleta innovation kwenye sekta ya kibenki na sekta ya kidijitali. Na licha ya hivyo pia NBC na Azam Pesa imekuwa benki ya kwanza na Azam Pesa imekuwa mobile wallet company ya kwanza kuleta hii product ya Jiwekeze ambayo inazingatia mifumo na misingi ya dini ya Kiislamu. Na kingine kikubwa zaidi ni NBC. Kwa nini ushirikiano huu umekuwepo? Ni kwa sababu NBC ni benki, kwa wengine wanaijua kama traditional bank, analeta trust kwenye financial sector, analeta proper systems, lakini pia Azam Pesa anakuja na innovation, anakuja na idea nyingi tofauti. So hatutaki kushindana, bali tunatakiwa kushirikiana kwa ajili ya kuongeza innovation kwenye sekta ya kidijitali. Asante.